Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mloko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako, ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo zinatangazwa kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Bila shaka nchi ya Marekani katika siku ya leo ilifanya mashambulizi katika sehemu ya visiwa vya Kirk, kisiwa ambacho kinapatikana katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi au Persian Gulf, na ni kisiwa ambacho kinazingatiwa kwamba ni kisiwa muhimu zaidi katika ufanyaji wa biashara ya mafuta wa nchi ya Iran. Na hii tulipata kuzungumza siku za nyuma kidogo. Mashambulizi ya nchi ya Marekani yanaonekana yalitarget zaidi katika sehemu za bezi za kijeshi, lakini vile vile sehemu za airport na mfano wake, na katika sehemu za zile tunasema mifumo ile ya kujilinda timiza system. Lakini aina ya mashambulizi inaonekana kwamba hayakukusudia zaidi kushambulia katika sehemu zenye mafuta, kwa maana ya kwamba zile depots za mafuta. Aina hii ya mashambulizi kwanza tunaona ilikuwa ni mashambulizi ya kistratejia ya nchi ya Marekani, ambayo yalionekana kwamba lengo lake kubwa ilikuwa ni kutia pressure katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran imechukua hatua ambayo imeleta sintofahamu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana ya kwamba biashara zote katika eneo la Mashariki ya Kati hivi sasa, hasa katika kupitia katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz kuingia katika sehemu ya Persian Gulf, maana yake ni kwamba biashara zote haziwezi kufanyika za mafuta au za gesi bila kibali au bila nchi ya Iran kuweza kuruhusu mtu kuingia katika upande ule. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba lengo la Marekani ilikuwa ni kutia pressure na kujaribu kuipa alert nchi ya Iran kwamba isijisahau sana katika msimamo wake. Bado kuna maeneo ambayo ni potential kwa nchi ya Iran yanaweza yakashambuliwa vile vile na nchi ya Marekani. Lakini inaonekana majibu ya nchi ya Iran yalikuwa yameonyesha upinzani wa kiwango kikubwa. Cha kwanza ni kutolewa kwa warning kwamba kushambulia sehemu yoyote ya miundombinu ya mafuta ya nchi ya Iran, maana yake utatoa fursa ya Iran kuweza kushambulia sehemu zote katika eneo la Gulf ambazo zina biashara za mafuta au zina zile depot za mafuta. Na bila shaka aina hii ya kauli kutoka katika jeshi la nchi ya Iran, maanake ni kauli ambayo tunaichukua katika uzito wa namna yake, kwa sababu mpaka sasa hivi nchi ya Iran imeonekana kwamba imeweza kumanage kiwango fulani au imeweza kulihifadhi lile kumeza ile pressure ya nchi ya Marekani na nchi ya Israel, kwa sababu ya mtindo wake wa kutumia revenge tactics, kutumia mfumo wa kulipiza kisasi, kwamba ukishambulia hapa na mimi ninashambulia hapa. Na inaweza ikaonekana kwa mfano siku mbili nyuma nchi ya Marekani walishambulia katika ile Safe Bank, ile benki ya ndani ya nchi ya Iran. Iran walichokifanya ni kushambulia katika Citibank, ambayo ni benki kubwa ya nchi ya Marekani, katika vituo vyake vinapatikana katika sehemu kama za Dubai na mfano wa Dubai, Bahrain. Maana yake walifanya mashambulizi. Kwa hiyo mtindo wa mashambulizi yake ni mashambulizi ya kulipa kisasi. Kwa ina maana kama Marekani wangekuwa wameshambulia moja kwa moja katika zile depots za mafuta, hakuna ambacho tungekitarajia isipokuwa tungeona kwamba sehemu kama za Aramco za Saudi Arabia manake zingeweza kushambuliwa na sehemu nyingine. Lakini warning kubwa walioweza kuifanya ni kushambulia katika sehemu ya Fujairah. Na nikisema Fujairah manake ni bomba la mafuta la nchi ya United Arab Emirates ambalo liko katika upande wa bahari ya Hindi, lakini linatoka kidogo nje ya sehemu ya mlango bahari wa Suez Canal, mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana hiyo ni kwamba ni sehemu pekee ambayo mpaka sasa hivi bado imekuwa mtu anaweza akaenda akachukua mafuta pale. Lakini kilichotokea ni kwamba Iran walichokifanya ni kushambulia katika eneo lile katika siku ya leo, kama ni kutoa sehemu ya alert ya kwamba kitendo cha kushambulia sehemu ya visiwa vya Kirk maana ni jambo ambalo Iran wanalichukulia katika uzito wa hali ya juu na wanalichukulia katika seriousness ya hali ya juu. Lakini vile vile move hii maana yake ya kitendo cha Iran kushambulia katika sehemu ya Fujairah, ile pipeline ya Fujairah pale katika United Arab Emirates, maana yake ilikuwa ni kuipa pia
onyo United Arab Emirates kwa kuzingatia kwamba kuna sehemu ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanyika kutoka United Arab Emirates, kwa maana kwamba katika zile bezi za kawaida za nchi ya Marekani ndani ya nchi za Kiarabu imeonekana kwamba sio sehemu salama sana ya kufanya mashambulizi. Badala yake, kilichogundulika kulingana na ripoti za nchi ya Iran zinaonyesha kwamba Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi hasa kutoka katika sehemu kama za bandari na sehemu zingine ambazo sio maalum sana kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Kwa hiyo Iran wamekuwa wakitrack ule mwenendo na ndio maana wameweza leo kufanya mashambulizi kuelekea katika sehemu ya Fujairah, kama kwanza kutoa onyo kwa nchi ya Marekani kwamba kushambulia katika sehemu ya miundombinu ya mafuta ya nchi ya Iran ni jambo ambalo Iran wanachukulia katika uzito wa hali ya juu, lakini vile vile kutoa onyo kwa kila ambaye anaisapoti nchi ya Marekani kuendelea kufanya operesheni yake katika eneo la Mashariki ya Kati dhidi ya nchi ya Iran. Jambo hili bado linaendelea kutupa taswira ya wazi kwamba mfumo wa vita ya sasa hivi ya nchi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi ya Iran unahama sio tu katika kuangalia sehemu za target za kivita, lakini sasa hivi imekuwa moja kwa moja inakwenda katika upande wa kiuchumi. Athari za kivita bado zinaonekana katika pande zote mbili, lakini kwa kuzingatia kwamba upande wa Marekani na Israel tumekuwa tukikariri kwamba kwa hivi sasa ukiangalia rate ya mashambulizi yao ni mashambulizi ambayo yameshuka kwa kiwango kikubwa, na yameshuka hasa kwa kuzingatia tabia ya nchi ya Iran kwamba inapokuwa inashambuliwa katika sehemu fulani na yenyewe inafanya mashambulizi katika sehemu nyingine ya mfano ule ule. Sasa ukizingatia target za nchi ya Marekani na target za nchi ya Israeli, yani au zile center ambazo zinamilikiwa na nchi ya Marekani na nchi ya Israel ambazo zinaweza zikatumiwa na Iran kama target ndani ya eneo la Mashariki ya Kati, maana ni sehemu ambazo zina thamani zaidi kuliko maeneo ambayo Marekani na Israel wanaweza kuya target ndani ya nchi ya Iran. Kwa hiyo ni jambo ambalo mwisho wa siku linaifanya Marekani pamoja na Israel kuweza kuchukua mwenendo ambao unakuwa na tahadhari kubwa, na ndio maana inaonekana hata leo mashambulizi ya Marekani katika kisiwa cha Kharm yametarget zaidi katika sehemu za jeshi, lakini hayakwenda kugusa katika sehemu za mafuta, kwa kujua kwamba ni jambo ambalo lina hatari ya moja kwa moja. Na katika upande wa nchi ya Iran, katika upande wa masuala ya jeshi tunaona kila mbali masuala ya kiuchumi ambayo tutayazungumza, lakini katika upande wa jeshi tunaona kwamba kwa pressure yake au kwa baadhi ya movement ambayo imekuwa ikifanya, tunaona kwa mfano ile manuari kubwa ya USS Abraham Lincoln imelazimika kuondoka katika eneo la Mashariki ya Kati, na hii ni kuonyesha kwamba kuna madhara ambayo yalikuwa yametokea katika ile aircraft carrier, pamoja na kwamba siku za nyuma ile Central Command ya Marekani haikuweza kukubaliana na hilo, lakini inaonyesha wazi kabisa kwamba imelazimika USS Abraham Lincoln iweze kuondoka kwa kuzingatia madhara ambayo yamekuwa yakijitokeza, pamoja na kwamba ziko aircraft carrier nyingine kama ya ile Ford USS Gerald Ford bado iko pale, lakini vile vile George W. Bush bado iko pale, pamoja na movement nyingine ambayo inaonekana kama Marekani wanaendelea kusogeza baadhi ya manuari kutokea katika bahari ya Kusini, lakini mwisho wa siku inaonekana kwamba ni moja katika achievement au ni moja katika sehemu ya mafanikio ambayo Iran wameweza kufanya disturbance kidogo katika mfumo wa nchi ya Marekani. Ukiachilia mbali ndege ambazo zimekuwa zinaonekana zinaripotiwa kushambuliwa, kwa mfano kama leo katika base ya Prince Sultan kule Saudi Arabia, inaonekana kwamba kuna mashambulizi ambayo yalifanyika kiasi ambacho yanaweza kuleta madhara katika zile tunasema ni stratotanker au zile ndege ambazo zina uwezo kubeba mafuta na kisha kwenda kujazilia katika ndege zingine zikiwa ziko angani. Ukiachilia mbali ndege ambayo ilianguka katika upande wa Erbil kule katika nchi ya Iraq ambayo imepelekea kufariki kwa takriban watu 4, ambao vile vile yenyewe kazi yake ilikuwa ni kujaza mafuta kwa ndege zinapokuwa ziko angani. Na ukiachilia mbali ndege nyingine ambayo ilipata madhara ikaenda kutua katika mji wa Tel Aviv. Kwa hiyo katika upande wa movement hizo za kijeshi zimekuwa zikiendelea za hapa na pale, lakini vita kubwa tunayoona sasa hivi ni vita ya kiuchumi, ambayo hii tulikariri katika kipindi chetu kilichopita. Ni vita ya kiuchumi au ni mwenendo ambao umekuwa unaashiria wazi kabisa kwamba target ya nchi ya Iran ni moja kwa moja kuiondoa na kuizorotesha nchi ya Marekani uwepo wake katika eneo la Mashariki ya Kati, ambao uwepo wake umekuwa ukisupport utajiri au nguvu ya Marekani katika upande wa dola. Ina maana ile petrodollar system, kwamba nguvu ya dola au pesa ile ya Kimarekani imekuwa siku zote ikisapotiwa na biashara ya mafuta duniani.
Sasa mwenendo ambao Iran wamekuwa wanakuja nao ni mwenendo ambao unaonekana kwamba movement yao iko well coordinated, imepangwa vizuri. Urusi, China wote inaonekana ni washiriki wa hii movement, na ndio maana inaonekana kwamba katikati ya vita nchi kama ya China, nchi kama ya Urusi wamekuwa wakipeleka misaada ndani ya nchi ya Iran, kuonyesha kwamba ni moja kwa moja wao wanakubaliana na movement ya nchi ya Iran, kwa sababu ni movement ambayo imefanya wepesi au inakuja kufanya wepesi wa process ya de-dollarization, yani ya watu kuachana na mfumo wa dola, kwa sababu kwa sasa hivi ripoti zinaonyesha wazi kwamba utaratibu wa nchi ya Iran ili iweze kuruhusu kuingia katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, kwanza kabisa lazima biashara yako ufanye katika yuan. Lazima biashara yako ufanye katika mfumo wa yuan kwa kutumia zile bonds yenyewe cross border interbank payment system, mfumo ule wa nchi ya China CIPS. Ina maana unaweza kutumia mfumo ule au kutumia mifumo kama ya BRICS katika kufanya malipo, lakini pesa inatakiwa itumike pesa ya nchi ya China. Hii ni kuonyesha kwamba itakuwa ni big blow, itakuwa ni pigo kubwa sana kwa nchi ya Marekani kama biashara katika eneo la Mashariki ya Kati za mafuta hazitofanyika kwa kutumia dola. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hitajio la pesa ya China yuan litakuwa ni kubwa zaidi kuliko hitajio la dola, na hivyo kuifanya kwamba nchi ya China au pesa ya nchi ya China kuwa ni miongoni mwa pesa ambazo zina matumizi zaidi au zinahitajika zaidi duniani baada ya pesa ya dola. Na kama siku zitakwenda hivi au kwa muda mrefu itakwenda hivi, na lau dunia ya kusini itakusudia kuendelea kujiimarisha, maana yake hii itakuwa ni hatua miongoni mwa hatua muhimu za kupelekea kuanguka kwa nguvu ya Marekani katika upande wa dola, na bila shaka lao hilo litafikiwa itakuwa ni jambo ambalo ni zito sana kwa nchi ya Marekani. Lakini vile vile hatua hii tunaizingatia kwamba haitakuwa tuna manufaa kwa nchi ya China katika mfumo wa pesa yake kutumika, lakini vile vile itakuwa na manufaa katika nchi ya China hata katika upande wa insurance company, yale mashirika ya insurance au kampuni zile za insurance, kwa sababu China wana free passage, wana uwezo wa kupita pale Hormuz bila kuwa na shida namna yoyote. Kwa ina maana sasa hivi ukitaka uwe na uhakika wa meli yako kuingia katika mlango bahari wa Hormuz na kutoka bila shida ya namna yote, kwanza unatakiwa ujitahidi uweze kata ile tunasema insurance ya meli kwa kutumia kampuni za Kichina. Ina maana kukata kwako insurance kupitia kampuni za Kichina, hili linatoa hakikisho la safari zako wewe kwenda katika eneo la Mashariki ya Kati kwa usalama, kwa sababu maana hizi systems zimekuwa well coordinated, zimeunganika vizuri, sio tu katika mfumo wa malipo, lakini vile vile katika mfumo wa hakikisho kwamba ukifika pale utakwenda kwa usalama. Kwa hiyo badala ya zile kampuni kubwa kama za Lloyd of London ambazo zinahusika katika kutoa insurance kubwa, maana yake sasa hivi watu wengi wanaweza kukimbilia katika insurance companies za nchi ya China, kwa kuzingatia kwamba China na Iran wao wamekuwa au Iran imekuwa ikitoa free passage ile kupita kwa bure kwa meli za kutoka katika nchi ya China, na hivyo maana yake ni kwamba hata insurance company za nchi ya China au insurance yote inayopatikana kutoka katika nchi ya China, maana yake itakuwa ina nguvu zaidi kwa kukava meli ambayo inaingia katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile hatua hii tunaichukulia kwamba itakuwa ni ukombozi wa baadhi ya nchi kama ya Iraq, ambapo katika toka kuanguka kwa serikali ya Saddam Hussein, maana yake hakuna kilichofuatia zaidi ya miaka tuseme 10 na kitu, miaka 15, miaka 16, Marekani imekuwa ikifanya kuchukua mafuta ya nchi ya Iraq. Iraq imekuwa ikiuza mafuta, lakini mafuta yote yanatakiwa yalipwe katika account ambayo inadhibitiwa na nchi ya Marekani, kama inavyofanyika sasa hivi katika nchi ya Venezuela, kwamba mafuta yanauzwa lakini pesa inatakiwa ilipwe katika account ambayo inadhibitiwa na Marekani, na kisha Marekani wao ndo watapanga wewe wakupe kiwango gani. Kwa hivyo sasa hivi inapokuwa kwamba hauwezi kufanya biashara katika mlango bahari wa Hormuz, katika sehemu ya Persian Gulf, ile ghuba ya Uajemi, bila kutumia yuan, maana yake ni kwamba Marekani hawezi access, Marekani hawezi kufikia katika kuiona pesa ambayo inaingia katika nchi ya Iraq, ikiwa watakusudia kufanya biashara, kwa sababu maana hakuna biashara inaweza kufanyika ila mfumo unaotakiwa utumike ni mfumo wa yuan. Kwa hiyo maana yake ni mahesabu ambayo yamepigwa vizuri, ambao mwisho wa siku ni kwamba yanakwenda kuwapa victory, yanakwenda kuwapa ushindi ile block ya BRICS
Ina maana na ndio maana tumekuwa tukikariri kwamba movement ambayo amefanya Iran ni movement kubwa ambayo mwisho wa siku inakwenda kufupisha ile hatua ambayo inaonekana kwamba hapa katikati ilikuwa inalegalega baada ya kuanguka kwa serikali ya Nicolas Maduro na vitisho ambavyo Marekani na Israel walikuwa wakivitoa wazi kuhusiana na nchi ya Iran. Ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba mfumo wa Marekani sasa hivi umebadilika kutoka katika kudili na hizi nchi ndogo ndogo, sasa hivi imeamua kudili na zile multipolar superpower au zile nchi ambazo zina nguvu zaidi duniani au zina ushawishi ambao unaweza ukapelekea dola ikapoteza nguvu yake. Ndio maana ilianza na sehemu kama ya Venezuela ambayo actually inachangia kiasi fulani katika utajiri wa ile BRICS, kwa kuwa ni nchi ambayo ina mafuta mengi, pamoja na kwamba ilikuwa haina uwezo sana wa kuuza mafuta yake. Lakini hatua ya pili jicho lilikuwa linaitazama nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba nchi kama ya India msimamo wake mara nyingi umekuwa na yumba kiasi ambacho ikalazimishwa iache kununua mafuta kutoka kwa BRICS member mwenzake ambaye ni nchi ya Urusi. Badala yake ikawa inanunua mafuta kutoka katika nchi ya Marekani, na hata hivi maana yake ni kwamba Marekani ndio imeruhusu sasa hivi iweze kununua mafuta kutoka katika nchi ya Urusi, jambo ambalo bila shaka lilikuwa ni jambo la aibu kubwa sana kwa nchi kama India ambayo ina watu wengi, lakini vile na uchumi unaokuwa kwa kasi, kukosa ile sovereignty, ile nguvu yake ya kinchi kufanya maamuzi ya kiuchumi mpaka mwisho wa siku iwe inaamuliwa na nchi ya Marekani. Lakini alichokifanya au kilichofanywa na nchi ya Iran mpaka sasa hivi, maana yake kimeonyesha kwamba BRICS wanaweza kusimama na wanaweza wakafanya maamuzi ambayo yakawa na manufaa makubwa na yakabadilisha nguvu au ile taswira ya nguvu ya Marekani kama vile ambavyo inakuwa au vile ilivyozoeleka. Na hili tunaliona kabisa kwamba litachukua muda mrefu kuwa na mabadiliko ya hivi tunavyoona sasa hivi. Itachukua muda mrefu kwa kuzingatia kwamba leo hii kuna kama barua imetolewa na kiongozi wa nchi ya Iran Mujtaba Ali Khamenei akizitumia nchi zote za Kiarabu za eneo la Persian Gulf au ile ghuba ya Uajemi kuzifahamisha kwamba zifanye kinachowezekana kuhakikisha kwamba besi za Marekani zinaondoka katika eneo la Mashariki ya Kati ili biashara ziweze kufanyika. Lakini vile vile kama kuna assets au kuna ushirika wote wa Marekani katika masuala ya biashara ya mafuta, hilo liachwe, kwa sababu matumizi ya sasa hivi ya biashara au ile njia za kufanya biashara katika eneo la Mashariki ya Kati kwa hakika zitaathiriwa kwa kiwango kikubwa na matumizi ya yuan na sio matumizi ya dola. Kwa hiyo kuna message kama hiyo ilitoka kwa Mujtaba Ali Khamenei ambaye inaonyesha wazi kabisa kwamba msimamo huu ndio msimamo wa nchi ya Iran, na inaonekana kwamba wataendelea kushika msimamo wa namna hiyo. Kwa hivyo actually kile tunachokiona ni kwamba, na ndicho tunachoendelea kukiona na tutachoendelea kukiona katika siku zijazo, ni kwamba vita hii maana yake itakuwa ni vita ambayo inachukua mfumo tunaosema ni hybrid war. Ni vita ambayo imekusanya mambo mengi, licha ya kukusanya uwezo wa jeshi wa kutoka pande zote mbili, kwamba nani anaweza akachoka mapema. Manake ni kama ni war of attrition, ni vita ya kuchoshana. Atakayeweza kusustain kwa muda mrefu, atakayeweza kuvumilia yale maumivu kwa muda mrefu, manake ndiye atakayekuwa ameshinda katika hiyo vita. Hilo ni jambo la kwanza katika upande wa jeshi. Lakini vile vile katika upande wa teknolojia, kwamba mpaka sasa hivi tunachokiona, vita imekuwa ni vita ya teknolojia ambayo inahusisha matumizi ya silaha au ubora wa masuala ya teknolojia, namna gani inaweza upande mmoja unaweza ukaathiri upande mwingine. Lakini upande mwingine tunaona kwamba ni vita ambayo imekuwa inakusanya idea za kiuchumi, kwamba Iran kwa muda mrefu ilikuwa imewekewa vikwazo, haiwezi kufanya biashara, lakini kwa mwenendo unaokwenda sasa hivi watafanya biashara hata kama ni kwa lazima. Ndio mwenendo ambao Iran wanakwenda nao. Lakini vile vile katika upande huo wa masuala ya kiuchumi, maana yake ni kwamba Iran focusing yake ni kuhakikisha kwamba ile nguvu ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati inatakiwa ipungue au iondoke kabisa. Hii ni miongoni mwa plan ambazo Iran wanazo. Na Marekani mpaka sasa hivi anajaribu kukitengeneza na kujaribu kukipigania ni ile dominance yake iweze kuwepo, ni ile nguvu yake katika eneo la Mashariki ya Kati iweze kuwepo, jambo ambalo bila shaka linatupa shida sana, kwa kuzingatia kwamba kadiri nchi za Mashariki ya Kati zinavyoendelea kuihodhi nchi ya Marekani, kuhodhi bezi za Marekani, kuhodhi wanajeshi wa Marekani, halivuti usalama
bali linavuta hatari zaidi, kwa sababu maana yake ni kwamba kama tangazo lilotolewa leo na nchi ya Iran katika nchi ya United Arab Emirates baada ya sehemu ya bandari kutumika kufanya mashambulizi ndani ya Iran, tangazo lilotoa ni tangazo kali sana, kuwafahamisha vijana wa eneo la lile nchi ya United Arab Emirates kwamba watu wote wakae mbali na senta ambazo Marekani wanafanya mashambulizi au katika sehemu za mikusanyiko ambayo inaonekana kwamba kuna Wamarekani au kuna sehemu ya shughuli zao za kijeshi zimekuwa zikiendelea katika mazingira yale. Kwa hiyo mazingira maana yake ni kwamba yametengenezwa kwamba hata ile jamii ya kawaida ambayo inazunguka katika maeneo husika inajikuta sasa mwisho wa siku ili iwe salama ni bora ikae mbali na Marekani. Jambo ambalo bila shaka litakuwa lina athari kubwa hata kwa wale wanajeshi wenyewe ambao wapo katika eneo husika, kwamba licha ya kuwa Iran anajaribu kutishia mazingira namna hiyo, lakini vile vile hata wananchi wenyewe hawako tayari kuwa na sisi au kushirikiana na sisi katika kujaribu kuizuia Iran katika operesheni. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka tukilitazama tunaona kwamba litakuwa lina uzito wa kiwango kikubwa katika nchi ya Marekani na litakuwa lina madhara ya muda mrefu kama mahesabu hayatopigwa vizuri ya kuangalia namna gani kwamba wanaweza kukabiliana na hii changamoto kutoka katika nchi ya Iran. Lakini bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama pande zote mbili, harakati ambazo zimechukuliwa na nchi ya Iran katika pande zote za kijeshi na pande za kiuchumi, lakini vile vile juhudi ambayo imekuwa ikiendelea kuchukuliwa na nchi ya Marekani kuangalia namna gani wanaweza kuovercome tatizo hili au pressure hii kutoka katika nchi yao. Kwa hiyo bila shaka huenda katika muda ujao tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Adam Nukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.